Baba, katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, mfalme wa falme, Mungu muumba mbingu na nchi. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa maana Baba umenipa tena kibali jioni ya leo kusimama mahali hapa. Ninakushukuru Yesu hata kwa ajili ya kusanyiko lililoko mbele yako. Ninakushukuru hata kwa ajili ya mtazamaji ambaye yuko katika chaneli ya Gideon Online majira na saa hizi akisikiliza neno la Mungu. Ninakushukuru mfalme wa falme, Mungu Roho Mtakatifu. Naomba uniongoze jioni ya leo. Kamata fahamu zangu, kamata fikra zangu, kamata fikra na fahamu za kila mmoja aliyoko mahali hapa. Hili neno hili Yesu unapoenda kuliachilia mahali hapa likapate kibali na tukapate kuliishi. Nami naitoa damu yako Yesu Kristo nikienda kinyume na kila roho ya uharibifu mahali hapa ambayo imejipanga kwa ajili ya kuharibu ibada mahali hapa. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nami mfalme wa falme ninatangaza shwari kuu mahali hapa. Ni katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Tumshangilie Bwana. Kwa maana ametupa tena kibali sana majira hii tena kusimama madhabahuni mwake. Mshangilie Bwana kwa sababu sio kwa akili zetu wala sio kwa fahamu zetu, ni yeye anayetuwezesha. Karibu sana ndugu mtazamaji unayetazama katika channel ya Gideon Online TV. Tunaenda kusikiliza neno la Mungu siku ya leo. Neno linasema katika kichwa cha habari linasema kwamba sisi tuliokombolewa au tuliookolewa tuishi katika kweli na haki, nayo kweli itatuweka huru. Watu wa Mungu, kwa nini tunasema tuishi katika kweli? Tunasema tuishi katika kweli kwa sababu sisi wanadamu tumekuwa ni kawaida yetu. Tunasema tunamjua Mungu. Tunasema tunamjua Yesu. Lakini yale matendo ya haki au yale matendo ya kweli hatuishi kama baba yetu anavyotaka. Tumekuwa tukizulumu haki za watu. Tumekuwa tukikatili maisha ya watu. Tumekuwa tukisema uongo. Tumekuwa tukifundisha mafundisho ambayo sio ya haki mbele za Mungu. Mungu wetu anapenda tumwabudu katika kweli na haki. Mungu wetu anapenda tuenende katika madhabahu za Mungu aliye hai. Lakini bado tunaendelea kupotosha watu wa Mungu. Tunarudi katika madhabahu za asili za mababu, kwenye mabokidi, kwenye masale. Tunaendelea kupotosha watu wa Mungu. Lakini mtu wa Mungu naye lisikiza neno la siku ya leo. Mungu anasema tuenende katika haki na kweli. Ndipo atakapopendezwa na sisi na atatuweka huru kweli kweli. Asanteni watu wa Mungu, mshangilie Mungu kwa mara nyingine tena. Basi ndugu mtazamaji unachotazama katika channel ya Gideon Online TV na kusanyiko la Bwana mlioko mahali hapa, tunaenda kusikiliza neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Warumi 6 mstari ule wa 17 hadi 23. Warumi 6:17 hadi 23. Nami ninasoma kwa msaada wa Mungu. Neno linasema kwamba lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu, kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mliopata siku zile kwa mambo hayo mnayo ya tahayarikia sasa?
Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ni kweli kabisa, ukiangalia mstari wa 17 unasema kwamba lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Tunamshukuru Mungu sana, watu wa Mungu, kwa maana tulikuwa watumwa wa dhambi, ni kweli. Na tulikuwa hivyo sio kwa kupenda kwetu, watu wa Mungu, ni kwa sababu ya elimu tuliyokuwa tumepewa na mababu wa nyakati za mwanzo. Lakini naashukuriwe Mungu kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja alileta ukombozi. Akatufundisha jinsi ya kuachana na dhambi. Kwa maana tukiendelea anasema kwamba mstari wa 18 anasema, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Sisi tulijiona tulipokuwa tukitenda dhambi, tulijiona kwamba tuko huru, lakini tukawa hatutendi haki, tuko mbali na haki. Bwana wetu Yesu Kristo anasema kwa sasa hivi tuwe watu wa haki, tutende haki, tutetee haki za wengine, watu wanaodhulumiwa. Tunaona wazi kwamba dunia ya sasa mtu yuko radhi asogeze hata shamba la mtu, asogeze hata mpaka wa mtu, asogeze hata kazi ya mtu, hatoe tu rushwa mtu afukuzwe kazi ili yeye aingie mahali hapo. Hii ni nini? Ni kuzuia haki. Lakini Mungu afurahishwe na jambo hili, watu wa Mungu. Anasema tusimame katika haki, tuseme katika kweli, tuongee kweli. Kama ni kweli kitu kimefanyika kweli, sema ni kweli, kwa sababu Mungu anapendezwa pia na kweli. Mstari ule wa 19 anasema kwamba, nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Viungo vyetu, watu wa Mungu, tulivitoa. Tunaenda kwa miguu yetu kwenye mabokidi, kwenye masale, kwa waganga. Tunaenda kuchinja kwenye masale, kwenye miti mikubwa. Hivyo ndivyo viungo vyetu tulivyovitoa. Hata na mioyo yetu tukaielekeza huko, tukiona ndiko tutakako faidika. Lakini siku ya leo neno la Mungu linatokuambia kwamba kama ulipeleka viungo vyako huko, vitoe sasa, vihamishe, vielekee kwa Mungu aliko, Mungu aliye hai. Tumikie Mungu aliye hai kwa viungo vyako. Simama madhabahuni, fanya kazi ya Mungu, mtu wa Mungu. Tuachane na viungo vile ambavyo tulikuwa tumevielekeza kule kwenye madhabahu zisizo za halali, ambazo Mungu hakupendezwa nazo. Tukienda ule mstari wa 20 anasema, kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Tulipokuwa tukitenda dhambi hizi, watu wa Mungu, tulijiona tuko haki, kwa sababu ndivyo tulivyokuwa tumefundishwa. Lakini kumbe tunamkosea Mungu. Haki haikuwepo machoni pa Mungu. Hatukuwa tukitenda haki. Mungu alikuwa akiona chuki. Tulikuwa tunamchukiza Mungu. Lakini Mungu wetu anasema, kama amekukomboa mtu wa Mungu, kama umemjua Mungu siku ya leo, enenda katika haki. Ondoka kwenye madhabahu za wafu, ondoka kwenye madhabahu za mila na desturi. Muelekee Mungu, kwa sababu Mungu tayari alishamtoa mwanawe wa pekee ili aje kutukomboa sisi
kwa damu yake tukakombolewa, tukawekwa huru. Haleluya watu wa Mungu. Ni faida, mstari 21 anasema, ni faida gani basi mliopata siku zile kwa mambo hayo mnayo ya tayarikia sasa, kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa faida yenu na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Katika madhabahu zile tulizokuwa tunatumikia watu wa Mungu, ni kweli tumekuwa watumwa hata mpaka sasa hivi. Watu bado tunaendelea kuwa watumwa, wale ambao tujamwamini Yesu. Na tumuamini Yesu watu wa Mungu, ili tuachane na huu utumwa, tuelekee kwenye madhabahu za Mungu aliye hai. Kwa maana Mungu anasema wale wanaotumikia Mungu aliye hai, wao wana faida, na faida yake ni kwamba utapata utakaso, na mwisho wa utakaso huu utapata uzima wa milele. Mungu ndivyo anavyotuahidia kwa wale ambao tunamkubali, kwa wale ambao tumekubali kuenenda na yeye pamoja. 22 anasema, lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Angalia, Yesu bado yuko pamoja na sisi. Tutapata uzima wale ambao tunaenda pamoja na Yesu. Tutapata faida wale tunaoenda pamoja na Yesu. Tunayoamini kwamba Yesu anaweza. Tunayoamini kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya ukombozi wetu. Haleluya watu wa Mungu. Bado tunaendelea tena kusikiliza neno la Mungu, ndugu mtazamaji, katika channel ya Gideon Online TV, pamoja na ndugu ambayo umekuja mahali hapa siku ya leo unayesikiliza neno la Mungu. Tunaenda tena katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 8 mstari ule wa 30 mpaka 37. Yohana Mtakatifu 8 mstari wa 30 mpaka 37. Nami ninasoma kwa msaada wa Bwana. Neno linasema, naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nao wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana ukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Nilio nayo kwa Baba ndiyo ni ya nenayo. Nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Haleluya watu wa Mungu. Mshangilieni Mungu kwa mara nyingine tena. Bado neno la Mungu linaendelea kutuweka huru. Neno la Mungu linaendelea kutufundisha. Ukiangalia hapa, Wayahudi walikuwa hawamwamini Yesu Kristo. Lakini Yesu akasema nao, akasema, basi akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Watu wa Mungu tulioko mahali hapa, yamkini mimi na wewe tunasema kwamba tuko ndani ya Yesu, lakini hatuliamini neno lake.
hatuamini neno la Mungu. Hili neno la Mungu lituweke huru. Bado tunaendelea kubishana. Tazama, Wayahudi wanabishana na Yesu. Wanamwambia sisi ni wa uzao wa Ibrahimu. Inakuwaje unatuita watumwa? Lakini Yesu anawaambia, ukitumikia dhambi wewe ni mtumwa wa dhambi. Yamkini mtu wa Mungu kwa mahali hapa unaambiwa acha dhambi. Yamkini unasema kwani dhambi ni nini? Si nitaenda kutubu. Lakini ujue mtu wa Mungu, Mungu apendezwi na dhambi ya mazoea. Kama Mungu amesema tuache dhambi, na tuiache kweli. Tuache dhambi ya mazoea, watu wa Mungu. Acha kubishana kama Wayahudi walivyokuwa wakibishana na Yesu. Yesu akawaambia kwamba ninajua wewe ni wa uzao wa Ibrahimu, lakini mbona uyatendi kama yale anayoyatenda Ibrahimu? Ni kwa nini? Anasema hivyo kwa sababu Ibrahimu alikuwa ni baba wa imani. Ibrahimu alikuwa ni mkweli, alikuwa ni mtu wa haki, alikuwa ni mtu wa kweli. Lakini sisi tunajishikamanisha na Ibrahimu, lakini matendo yetu, watu wa Mungu, hayafanani na matendo ya Ibrahimu. Hebu na tubadilike, watu wa Mungu, kwa maana Mungu wetu alimtuma mwanae ili atukomboe, ili tutembee katika haki, ili tufanywe huru, tupate baraka, tupate maisha mazuri, tuachane na magonjwa, tuachane na matatizo mbalimbali yanayotukumba sisi kama wanadamu. Siku ya leo tulijue neno, watu wa Mungu. Tutembee katika haki, tutembee katika huru, ili Mungu akatuwezeshe. Haleluya, watu wa Mungu, tumshangilie Mungu tena. Tuingie tena kwenye kitabu kingine, tuone tena Mungu bado anaendelea kutufundisha. Tukienda katika waraka wa kwanza wa Yohane, ule mstari, waraka wa kwanza wa Yohane mlango wa kwanza, kuanzia ule mstari wa 5. Anasema, neno la Mungu linasema hivi: na hii ndio habari tulioisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo kwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu, kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Haleluya, watu wa Mungu. Ndugu mtazamaji wa channel ya Gideon Online channel, tazama mtu wa Mungu, neno la Mungu bado linaendelea kutufundisha. Mungu anaendelea kusema na sisi kwa habari ya kuwekwa huru, kutengwa na dhambi. Anasema mstari wa 5, anasema, na hii ndiyo habari tulioisikia kwake na kuhubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru. Ni kweli Mungu ni nuru, na tukimkubali Mungu tuko nuruni. Na neno la Mungu linaendelea kusema kwamba tukisema ya kwamba, linaendelea kusema hapo, wala giza lolote hamna ndani yenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo. Watu wa Mungu, mahali Mungu alipo hakuna matendo ya giza. Sisi wanadamu, yamkini ni mimi mwenyewe hapa, ninaondoka ninaenda labda ni kwa mganga, ninaenda gesti, ninaenda labda kuiba. Lakini wakati ninaondoka kwa ufahamu wangu, ninajidanganya kwamba Yesu anioni, Mungu anioni. Ninaendelea kujishikamanisha na Mungu, nikiona kwamba niko sawa,
Lakini neno la Mungu linasema kwamba matendo ya giza hayashikamani naye. Mungu ni mtu wa haki, ni mtu wa kweli. Tusiende tena pembeni watu wa Mungu tukatenda dhambi, halafu tukasema tuko pamoja na Yesu. Yeye alishatuacha siku nyingi. Ndio maana anasema ya kwamba bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Ina maana tukienda katika nuru watu wa Mungu, Yesu Kristo, sisi wenyewe kwa wenyewe tunashirikiana, na damu yake Yesu inatusafisha. Ina maana kwamba hapo Yesu anatukubali. Anatukubali, tunakuwa wanawake na tunaenenda pamoja naye tukifanya kazi yake. Lakini ikiwa hatuko hivyo, tuko kinyume watu wa Mungu, Mungu apendezwe na hayo. Tukienenda ule mstari wa 8 anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo kwetu. Ni nani ambaye anaweza akanyosha kidole mbele za Mungu akasema mimi ni mkweli, mimi ninatenda haki, mimi sina dhambi? Watu wa Mungu hakuna. Kila mtu ametenda dhambi. Kwa sababu neno la Mungu linasema hapa kwamba tukisema sisi hatuna dhambi twajidanganya. Lakini mtu wa Mungu, kama basi umeanguka umetenda dhambi siku ya leo, au dhambi ulioitenda huko nyuma lakini unaikumbuka, au hauikumbuki, mtu wa Mungu, neno la Mungu limekujia siku ya leo. Tubu mtu wa Mungu. Ungama mtu wa Mungu mbele za Mungu wako. Mwambie nimetenda dhambi hii Mungu, naomba unisamee. Mwambie, sema kweli kweli. Usimfiche Mungu kwa maana yeye anaona yote. Na amesema ukisema kweli ambayo inaleta haki, nawe utakuwa huru. Haleluya watu wa Mungu. Tumshangilie Mungu kwa mara nyingine tena. Neno la Mungu bado linaendelea watu wa Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Haleluya watu wa Mungu. Angalia neno la Mungu linatuambia tena kwa mara nyingine kwamba Mungu ni mwaminifu wa haki. Endapo tutajinyenyekesha watu wa Mungu, tukatubu, tukaungama dhambi zetu, lakini kutoka moyoni mwetu kwamba ni kweli nimetenda, ninamuomba Mungu anisamee, ninamuomba Mungu anitakase kwa damu yake, nifanyike tena upya. Mungu wetu sio mchoyo. Mungu atakuridhia. Mungu atakusamee. Mungu atakuosha. Mungu atakukubali tena, nawe utawekwa huru. Atakufungua. Yamkini mtu wa Mungu una vifungo vya magonjwa. Yamkini mtu wa Mungu ukifanya biashara ufanikiwi. Yamkini mtu wa Mungu ukiangalia hata nyumba yako imeyumba, lakini kumbe kuna uovu. Huko uovu unatembea mtu wa Mungu. Yamkini utasema sio mimi, lakini tukumbuke kwamba tangu enzi za mababu tuliambatanishwa na madhabahu. Madhabahu za mila na desturi. Ule uovu mtu wa Mungu, wewe ujui kwamba yamkini baba yako au yamkini babu yako, yamkini alisema kwamba wewe utatumikia mpaka lini. Wako walioambiwa kwamba watatumikia hadi kizazi cha 4. Wako watu ambao waliambiwa kwamba nyinyi hamtakaa mshike hela, nyinyi hamtakaa mfanikiwe maisha yenu yote. Sasa kama mtu wa Mungu, laana hii imetamkwa hivyo. Usipotubu, usipoungama ukamlilia Mungu, utabaki kulia, utabaki kumlaumu Mungu. Lakini Mungu wetu hana hukumu. Mungu wetu anapendezwa na yule anayetubu.
Mungu wetu apendi watu wanaojihesabia haki. Anapenda tujinyenyekeshe. Anapenda tumsikilize kwamba neno lake linasemaje. Kama neno la Mungu linasema acha dhambi, na tuache dhambi. Kama neno la Mungu linasema mtu wa Mungu ushike amri za Mungu, shika amri za Mungu, kwa maana Mungu anajua kwamba hii dunia ni ya kwake na walioko humu duniani wote ni wa kwake. Ndio maana akatoa amri zake, ndio maana akatoa sheria zake, ili tuweze kutenda haki, ili tuweze kusema kweli daima. Tuwe watu wa kutembea katika kweli. Pasipo sheria za Mungu, pasipo amri za Mungu, ni lazima tutakosea tu watu wa Mungu. Hatutaweza kutembea kama Mungu wetu anavyotaka. Lakini ili basi tutembee katika kweli ya Mungu, ni lazima watu wa Mungu turudi kwenye neno. Ni lazima turudi kwenye neno. Tusome neno. Tulielewa neno watu wa Mungu. Neno linakomboa. Neno linafundisha. Haki zimeandikwa katika Biblia. Kweli imo katika Biblia. Kwa maana hata Yesu Kristo mwenyewe alikuwa ni wa haki. Basi mtazamaji wa chaneli ya Gideon Online Time, nikushukuru kwa maana umekuwa pamoja na sisi siku ya leo ukisikiliza neno. Nami ninaenda kuomba jioni ya leo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, mfalme wa wafalme, Mungu muumba mbingu na nchi, Baba usiyeshindwa na jambo lolote Baba. Tazama tena jioni hii mfalme wa wafalme, wanao wamelisikia neno lako Baba. Tazama Mungu mkuu, tumekuwa ni wadhaifu, tumekuwa ni wanyonge, tumeshindwa kutembea katika haki, tumeshindwa kusema kweli yako Baba. Tunaomba neema yako tena Yesu, ili Mungu mkuu tukaweze kutembea katika kweli, tukaweze kutembea katika haki Mungu. Tazama mfalme wa wafalme, tunajishikisha mfalme wa wafalme na matendo ambayo yametendeka kwenye Biblia, tukiwatumia watumishi wako kama kina Ibrahimu, lakini bado hatujaweza kusimama kama wao. Tunaomba rehema siku ya leo Baba. Utusamee mfalme wa wafalme, ili Mungu ukatuongoze sawa sawa na unavyopenda wewe Bwana. Ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nami ninaomba na kuamini. Amen.